Naam, karibu tena kwenye kipindi hiki cha manukato ya sifa, ambapo unapata wasaa mzuri kabisa wa kujifunza neno la Mungu mahali hapa. Leo moja kwa moja tutakwenda kuangazia kwa habari ya Roho Mtakatifu na unyakuo. Mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji wa channel hii ya manukato ya sifa, napenda kukuambia kwamba wewe kama Mkristo na mcha Mungu ambaye unamwabudu Mungu katika roho na kweli, hakika tafuta kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Maana Roho Mtakatifu ndiye mwasisi wa unyakuo. Maana Roho Mtakatifu ndiye anayewapiga muhuri wa wacha Mungu. Maana Roho Mtakatifu ndiye atakayehusika na unyakuo, ndio mwasisi wa unyakuo. Hautonyakuliwa kama hauna Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, maana yake umehakikishiwa kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Mungu linasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Ili wewe uitwe mwana wa Mungu, lazima uongozwe na Roho wa Mungu. Maana Roho Mtakatifu ndiye kiongozi katika safari ya kwenda mbinguni. Yesu Kristo alitupa neema hii ya wokovu, akasema sitawaacha ninyi yatima, lakini nitamuomba Baba na atawapa msaidizi mwingine ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Usipokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, maana yake kuna roho nyingine ambayo sio takatifu iko ndani yako. Hauwezi kutenda matendo mema isipokuwa ndani yako kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, anakuongoza kuyatenda matendo mema ambayo yanampendeza Mungu. Roho Mtakatifu anakupa kiu ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli, maana Mungu ni roho. Roho Mtakatifu anakusaidia kuzishinda dhambi. Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kuweza kushinda vishawishi vyote vya dunia hii na kuishi maisha matakatifu, kwa sababu yeye ni mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu hauwezi kuwa mtakatifu, maana wenye moyo safi ndio watakaomuona Mungu. Hakuna mtu ambaye atamuona Mungu asipokuwa na utakatifu. Maana utakatifu ndio tiketi ya kuingia mbinguni, ndio tiketi ya mtu kunyakuliwa. Roho Mtakatifu mwasisi wa unyakuo. Roho Mtakatifu kama mwasisi wa unyakuo. Mkristo yote tafuta sana kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tafuta kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Tafuta kutembea na Roho Mtakatifu, maana katika unyakuo Roho Mtakatifu atahusika kuwanyakua wote ambao amewapiga muhuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu na mwana kuondoa Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, anakuhakikishia kwa habari ya hukumu na dhambi ndani yako. Kwa jambo lolote utakalolifanya lisilompendeza Mungu, Roho Mtakatifu ndani yako atahukumu. Ishara ya kwamba wewe hauna Roho Mtakatifu, unapomtenda Mungu dhambi, unapofanya dhambi na usikia hatia ndani yako wala hukumu ndani yako, ndugu yangu, hauna Roho Mtakatifu. Tafuta Roho Mtakatifu. Tumtafute Roho wa Mungu, tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Maana Roho Mtakatifu ndiye atakayehusika na swala la unyakuo.